ndugu wazee wangu kutoka Baraza la Ushauri la Mkoa wa Iringa, wazee wangu kutoka kwenye Baraza la Wazee wa Chama cha Mapinduzi, wazee wetu kutoka kwenye Baraza la Mila na Desturi la Mkoa wa Iringa, na wazee wetu kutoka kwenye Baraza la Wastaafu wa Mkoa wa Iringa, viongozi wa wazee wa vyama vya siasa wote mlioko hapa, viongozi wa mila na viongozi wote ambao mmepata nafasi na heshima ya kuwa sehemu ya jambo hili kubwa na zuri. Kamwene. Kazi na utu. Awali ya yote namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya, uzima na kutuwezesha kukutana siku ya leo. Siku muhimu ambayo tumeona tuipange kwa ajili ya kukutana na wazee wetu ili tuweze kuchuma busara, hekima zao na uzoefu wao katika kuendelea kuimarisha ustawi wa mkoa wetu wa Iringa. Na wakaribisha kwa heshima kubwa katika kikao hiki muhimu chenye lengo la kusikilizana, kubadilishana uzoefu na kupokea ushauri wenu kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu na watu wake kwa ujumla. Ndugu wazee wetu wa mkoa wa Iringa, wazee ni hazina ya hekima, maadili na historia ya jamii yetu. Serikali inatambua mchango mkubwa ambao mmeendelea kuutoa katika kujenga amani, mshikamano, maendeleo, kulinda maadili na kuchochea ukuaji wa utamaduni wetu na kuutangaza mkoa wetu. Leo tumekutana si kwa ajili ya maelekezo mengi wala hotuba, bali zaidi kuwasikiliza ninyi ili mawazo na busara zenu ziendelee kutuimarisha na kuujenga mkoa wetu. Ndugu wazee wetu wa mkoa wa Iringa, katika kipindi hiki mkoa wetu umekuwa ukikabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo tunaendelea kuamini kwamba kupitia mipango ya serikali, maono ya viongozi wetu na busara za wazee tunaweza tukaendelea kuwa na mikakati bora ya kuweza kuvuka. Ziko baadhi ya changamoto katika eneo la ukatili dhidi ya watoto, wanawake, wanaume, wazee na ukatili mwingine wa jumla ambao mmekuwa mkiusikia kwenye vyombo vya habari. Aidha, kuna mabadiliko yanayoathiri malezi na makuzi ya watoto pamoja na mwenendo wa vijana wetu katika jamii. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha tunarudisha misingi ya maadili, uwajibikaji wa familia na ushirikiano wa jamii katika kumlea mtoto ili mwisho wa siku tupate vijana walio bora na hatimaye wazee wenye hekima watakaolifuata taifa miaka ijayo. Vile vile tunapaswa kuendelea kulinda na kuthamini tamaduni zetu nzuri za mkoa wetu wa Iringa ambazo zimeendelea kujenga umoja wetu na kututangaza vyema katika taifa letu na dunia kwa ujumla. Lakini pia kuendelea kujenga umoja na mshikamano kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo ili kuwa na taifa moja linaloamini katika umoja na mshikamano. Lakini pia ndugu wazee, tamaduni zetu zinapaswa kuwa daraja la kuwafundisha vijana wetu uzalendo, kuheshimu utu wa wengine, kufanya kazi kwa bidii na kuishi kwa maadili mema ndani ya jamii yao. Ndugu wazee, maisha baada ya kustaafu yanapaswa kuwa ya heshima na utu. Serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuboresha ustawi wa wazee, kuhakikisha wanapata huduma stahiki na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kama washauri wa jamii ambao wanategemewa kama tunavyofanya sasa. Kwa upande wa vijana wetu wa kiume na wa kike, tunahitaji kujenga kizazi kinachopenda elimu, kazi, ubunifu, uadilifu na matumizi sahihi ya teknolojia. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Hivyo wanahitaji malezi yanayowawezesha kuwa raia wema wenye maadili, wanaojitambua na wanaochangia maendeleo ya taifa lao. Na hakuna shaka kwamba wazee wa kesho ni maandalizi bora ya vijana wa leo. Kwa ni mategemeo yetu kwamba tukiendelea kuwatumia wazee ipasavyo kwa sasa, watatusaidia kuandaa vizuri vijana wa sasa ambao watakuwa ni wazee wa vizazi vinavyokuja. Ndugu wazee wangu, naomba pia ikumbukwe kwamba ni kwa nini tunaendelea kukutana na nyinyi kuzungumza. Tunaendelea kufahamu kwamba hekima zenu, busara zenu, uzoefu wenu una mchango mkubwa katika mipango bora, ufuatiliaji, usimamizi, uendeshaji na utoaji wa maamuzi katika mkoa wetu. Kwa hivyo tunategemea sana uzoefu wenu, ukizingatia kwamba wengi wenu mmepata nafasi ya kutumikia taifa hili kwenye maeneo mbalimbali. Wapo ambao mmelitumikia kama watumishi, wapo ambao mmelitumikia kama viongozi, wapo ambao mmelitumikia kama watendaji, na kila mmoja kwa capacity yake anao uzoefu ambao tukiutumia vizuri mkoa wetu utaendelea kwenda vizuri. Kabla sijahitimisha hotuba yangu ya leo, ndugu zangu, naomba nikukumbushe tu jamii kwamba tunazungumza na wazee leo kwa sababu wanafalsafa wanasema kile akionacho mzee akiwa ameketi, kijana hawezi kukiona hata akiwa wima. Kwa msingi huo tunawajibika kuendelea kuchuma busara zao na hekima zao ili tuweze kufika mbali. Kwa ujumla, hali ya mkoa wetu ndugu wazee wangu ni shwari. Ni shwari kabisa. Mkoa wetu umeendelea kuwa na amani, umeendelea kuwa na usalama wa kutosha. Shughuli za maendeleo zinakwenda vizuri. Mpaka sasa ninavyozungumza na nyinyi, miradi mbalimbali ya serikali inaendelea kutekelezwa ili kuhakikisha tunasogeza huduma kwa wananchi. Tunazipongeza halmashauri zetu zote 5 za mkoa wa Iringa chini ya wenyeviti wa halmashauri na mamea kwa kazi nzuri wanaoifanya kwa kushirikiana na madiwani, kuwawakilisha wananchi na kupanga kwa niaba ya wananchi. Lakini serikali kuu imeendelea kuleta fedha za maendeleo kwenye halmashauri zote ili kuhakikisha mipango ya serikali kuu inakutana na mipango ya halmashauri zetu ili kuchochea ustawi wa wananchi katika maeneo mbalimbali. Mnaweza mkaona mageuzi makubwa katika sekta ya afya, mageuzi makubwa katika sekta ya maji, mageuzi makubwa katika sekta ya elimu, mageuzi makubwa katika sekta ya miundombinu, na hayo yote yanafanyika ili mwananchi wa kawaida aweze kupata huduma hizi zinazostahili. Lakini pia tumeendelea kuimarisha msingi wa kupambania haki za wananchi wetu kwa kuimarisha mnyororo wa haki jinai.
kuhakikisha kwamba vyombo vyote vinavyoshughulika na uchunguzi, vyombo vyote vinavyoshughulika na ukamataji, vyombo vyote vinavyoshughulika na kusikiza mashauri katika mahakama, vyote vinapewa uwezo wa kufanya wajibu wake vizuri, ili ikitokea kuna mwananchi ambaye ameingia katika utaratibu wa kisheria, basi taratibu zile zinazingatiwa na haki yake anaipata. Na kwenye hili tuwapongeze sana muhimili wa mahakama ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Wanafanya kazi nzuri sana wakishirikiana na taasisi za haki jinai kama Jeshi la Polisi, TAKUKURU, magereza na vyombo vingine vilivyopewa mamlaka hayo. Lakini pia jambo lingine ambalo tunaendelea kulizungumza ndugu zangu ni kwamba hivi karibuni serikali imeendelea kuimarisha utendaji katika mkoa wetu. Tumepokea watumishi awamu ya kwanza kwa ajili ya halmashauri zetu zote. Tumepokea walimu, tumepokea wauguzi, tumepokea madaktari, tumepokea maafisa ugani kwa ajili ya kwenda kuchochea kazi ya usimamizi wa maendeleo kwenye maeneo mbalimbali. Lakini hivi ninavyozungumza na nyinyi, jana nilikuwa nazungumza na watumishi wapya 200 wanaotoka kwenye taasisi 15. Nao wameripoti kwenye mkoa wetu wa Iringa kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu kwenye shirika letu la ndege, kwenye shirika letu la TTCL, kule kwenye hospitali yetu ya mkoa, kwenye mamlaka zetu za maji mjini na vijijini, kule kwenye bonde, kwenye vyuo vyote vya VETA. Tumepokea watumishi wengi sana wazee wangu. Lengo ni kuendelea kuhakikisha ile kiu ya kuona wananchi wanahudumiwa kwa kasi na kwa ufanisi inaendelea kufanyika. Kwa kama wazee mtembee kifua mbele kwamba maono yenu yanaendelea kufanywa kazi. Kwa hiyo tunawashukuruni sana kwa kuendelea kuona mbali na kutushauri vyema katika kuchukua hatua. Lakini jambo lingine ambalo nataka kulizungumza na nyinyi ni kwamba tunayo miradi ya kimkakati ambayo tunaamini itakwenda kutusaidia kubadilisha mwelekeo wa kiuchumi ndani ya mkoa wetu. Na miradi hii kwanza ni miradi ya barabara. Dhamira ya serikali ni kuona maeneo yote ambayo ni ya uzalishaji mali, sehemu ambazo tunategemea kwa ajili ya kilimo cha kisasa, maeneo ambayo tunategemea kwa ajili ya uvunaji wa mbao, biashara hizo kubwa kubwa, basi barabara zile zinapitika kwenye maeneo hayo. Yako baadhi ya maeneo sasa barabara hizo zimekamilika, yako baadhi ya maeneo ambako barabara hizo zinaendelea kutekelezwa, na yako baadhi ya maeneo barabara zake zimeingizwa kwenye mipango ili zitafutiwe fedha na ziweze kutekelezwa, ili kuhakikisha kwamba huko ambako wakulima wetu wanalima, huko ambako mbao zinatoka, huko ambako wananchi wanatafuta kwa nguvu, basi wawe na uwezo wa kusafiri na kusafirisha bidhaa bila changamoto ya aina yoyote. Lakini pia ziko barabara ambazo zimejengwa kwa ajili ya kuchochea utalii katika mkoa wetu, ikiwemo barabara ya Iringa Msembe ambayo utekelezaji wake unakwenda vizuri. Barabara hii ikikamilika, ongezeko la watalii na usafiri wa wananchi kutoka hapa kwenda hifadhini utakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo hali ya utalii mkoani itaimarika, uchumi wa watu utaimarika, lakini ajira kwa vijana wetu pia zitaimarika. Sasa tutakuwa na vijana ambao wana uwezo wa kusafirisha watalii kwa sababu barabara ipo. Wengine watafungua vihoteli kule, wengine watafungua migahawa, wengine watakuwa wakalimani wa lugha, wengine watatangaza utamaduni wetu wa Kihehe kwa wageni wanaokuja. Kwa utalii utaimarika kupitia barabara hii kubwa Iringa Msembe ambao utekelezaji wake unaendelea. Lakini pia uwanja wa ndege wa Iringa ambao sasa uwanja umekamilika, ndege zinaruka, na sasa tunatekeleza mradi wa ujenzi wa jengo la abiria. Kama mnavyofahamu kwamba ukifika pale airport watu wamekaa kule Mzee Mwamwindi, wengine wamekaa kwenye kivuli, wengine wamekaa pembeni, lakini kwa sasa tunajenga jengo kubwa la kisasa ambalo Mungu akitubariki Januari mwakani litakuwa limekamilika na limeanza matumizi yake. Hii ni taarifa muhimu sana kwa wazee wetu ambao mmepigania mkoa huu kwa muda mrefu, na hivyo ni muhimu mkapata nafasi ya kufahamu ni nini kinaendelea. Lakini pamoja na hilo, tumeendelea kupokea vitendea kazi ili kuimarisha utendaji kazi kwenye halmashauri zetu. Huko tumeletewa magari kwa ajili ya hospitali, tumeletewa magari kwa ajili ya ufuatiliaji wa miradi, tumeletewa magari kwa ajili ya utendea kazi wa maafisa wetu tunaowatuma vijijini. Lengo letu tunataka hakuna mwananchi anayetakiwa kubaki nyuma. Tunapozungumzia kilimo, afisa ugani awe na uwezo wa kufika mashambani. Afisa ugani aweze kukutana na wakulima, akutane na vyama vya ushirika, ili mwisho wa siku tuwe na uelewa wa kutosha wa kuimarisha kilimo chetu kiwe kilimo cha tija. Na hiyo imefanyika katika kupeleka vitendea kazi katika maeneo mbalimbali. Jambo lingine ambalo ningependa kulitoa kwenu kwa mataarifa ni katika maendeleo yetu ya kuendelea kuimarisha mji. Katika mji wetu hapa tunazo taasisi za serikali ambazo zimepokea fedha kwa ajili ya kujenga ofisi zao za mkoa. Kwa hiyo kuna ofisi hapa zitajengwa. Tuna magorofa kama 4-5 yatajengwa Iringa hapa. Ili kubadilisha mandhari ya mji. Na tumewaelekeza watu wetu wa halmashauri ya manispaa, kwa sababu ndio makao makuu ya mkoa, kuendelea kujiimarisha katika kutenga hayo maeneo, ili kila taasisi fedha zake zinapoingia eneo linakuwa limeshapatikana, ujenzi unaanza, ili baada ya muda fulani tuone mandhari ya mji inabadilika. Na tumewashauri si vibaya wakatenga eneo moja ambalo linaweza kabeba majengo yote, ili kuwa na mji mpya wa serikali katika mkoa wetu wa Iringa. Lakini pamoja na hilo, tunayo barabara ya bypass. Kama mnaofahamu, tumekuwa na changamoto ya muda mrefu ambayo inatusumbua ya ufinyu wa barabara yetu ya Ipogoro. Ustahikimea mstaafu Mzee Mwamwindi anafahamu. Barabara hiyo imetutesa kwa muda mrefu, lakini hatimaye serikali ilifanya maamuzi ya kuamua kutengeneza barabara ya mchepuo kwa ajili ya kuondoa hii changamoto iliyopo.
Hali ya utekelezaji wa mradi inakwenda vizuri. Pamekuwa na changamoto kadhaa ambazo zimetupelekea kuchelewa, lakini kwa hivi sasa tuwahakikishie wananchi kwamba kasi ya utekelezaji sasa itarudi na hatimaye barabara ile itakamilika. Serikali inauona mradi ule ni mradi wa kipaumbele kwa sababu utatuondolea adha yote ambayo inatusumbua hapa mjini. Kwa hiyo tumuombe Mungu mipango yetu iende vizuri na watekelezaji waongeze kasi ili mwisho wa siku mambo yaende vizuri. Jambo lingine ambalo ningependa kusema na nyinyi ndugu zangu wazee, kwenye sekta ya elimu kazi kubwa imefanyika. Ukiziachilia mbali zile shule kongwe maarufu zilizokuwepo hapa mjini, sasa tuna shule mpya kila eneo. Shule za msingi mpya, shule za sekondari mpya. Lengo ni kuhakikisha mtoto wa Mwanairinga anapata elimu bora. Sio bora elimu. Na katika hizo shule ambazo tunajenga sasa na ambazo zimekamilika kwenye halmashauri zenu, kuna shule ukienda huwezi kuamini kwamba ni shule ya serikali. Shule hizo sasa zina maabara zote. Maabara ya fizikia, maabara ya biolojia, maabara ya chemistry, zote ziko pale. Lakini pia sasa tumewatengenezea mpaka maabara ya nini? Ya kompyuta. Ambako watoto wanakwenda pale kujifunza kompyuta pale mashuleni. Na kama haitoshi tumejenga mabweni, tumejenga mabwalo, tunajenga nyumba za walimu ili kuendelea kurahisisha utendaji kazi wa walimu wetu katika maeneo mbalimbali. Kwa wazee wangu, mkoa wenu mpaka sasa unakwenda vizuri na tunafanya vizuri. Lakini katika miradi ya kimkakati hatuwezi kuzungumzia mageuzi ya sekta ya kilimo mkoani kwetu bila kutaja mradi mkubwa wa Mkombozi. Mradi ambao unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 70. Mradi huu ni mradi mkubwa na hivi ninavyozungumza tayari wananchi wameanza kunufaika na ule mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mkombozi kule Pawaga. Wananchi safari kila nyumba unaopita Pawaga inanukia ubwabwa yote. Wali ni mwingi sana. Nadhani wanaopata nafasi ya kwenda wataona. Wali ni mwingi kweli. Sasa serikali kwa sababu inatambua tayari mradi ule unakwenda kukamilika, uzalishaji umeongezeka, kasi kubwa sasa inawekwa katika utengenezaji wa miundombinu. Tuwe na barabara ya kutokea Pawaga inayotuunganisha moja kwa moja na barabara ya kwenda Dodoma. Ili watu wanaponunua kule mchele iwe ni rahisi kusafirisha kwenda mikoani. Ile barabara sasa kasi yake tumeiongeza ili tuone namna gani tunaweza kurahisisha usafirishaji wa bidhaa ya mchele ambao unapatikana kule chini. Lakini pia tumejua kwa sababu fursa imekwenda, maeneo yatavamiwa. Kwa hiyo serikali imetenga fedha, imehakikisha maeneo yale yamepimwa na wale wanakijiji wenye maeneo yao wanakwenda kupewa hati ili kila mmoja aweze kulilinda eneo lake lisivamiwe na watu ambao watakuwa wanakuja kufuata fursa kule chini. Ndugu wazee wangu, niliona nichomekea hayo mambo machache ili walau mpate sura ya ni namna gani mkoa wenu unakwenda. Lakini nimepanga kupitia ofisi yangu kwamba Mungu akitubariki katikati ya mwezi wa 8 kutakuwa na ziara maalum ya wazee wote kutembelea miradi ya kimkakati ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Dhamira yetu ni walau haya tunayoyasema na nyinyi mpate nafasi ya kwenda kuyaona. Muone mlipoishia, wenzenu wanapofanya na kile mnachoweza kushauri, na kama kuna mambo bora mngetamani yafanyike, basi muendelee kupata fursa hiyo ya kufanya. Baada ya maelezo haya marefu sana, ningependa kusisitiza kuwa kikao hiki ni fursa ya kuwasikiliza ninyi. Tunathamini ushauri, mapendekezo na uzoefu wenu kuhusu namna bora ya kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo nimezieleza, ikiwemo changamoto ya ukatili, lakini pia kuimarisha malezi ya watoto na vijana katika jamii yetu na kuhifadhi tamaduni zetu na kuboresha maisha ya wazee katika jamii yetu. Ushauri wenu utakuwa ni sehemu muhimu ya maamuzi na mipango ya serikali ndani ya mkoa ili kujenga ustawi, umoja, mshikamano na hatimaye mkoa wetu wa Iringa uwe ni kielelezo cha watu bora kabisa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya maelezo haya, sasa naomba nitamke kwamba kikao hiki kimefunguliwa. Asanteni sana. Na jambo moja ambalo nitaka kuliacha, kikao cha leo mkiangalia chemistry yake, tumetaka tukutane na viongozi. Serikali inalo baraza la kisera la wazee. Lakini ndani ya jamii tunazo jumuiya za wazee. Na mimi kama kiongozi wa mkoa siwezi kuzungumza na baraza moja. Busara inaniambia jumuiya zote hizi kwa sababu zinawasilisha maslahi ya wazee, kilio cha wazee, mahitaji ya wazee, tuwaite kwa pamoja. Ili wale walioko ndani ya baraza la kisera na wale walioko kwenye mabaraza mengine wote kwa pamoja tuwe na uelewa wa pamoja ni nini tufanye kwa ajili ya mkoa wetu, nini tusogeze kwa ajili ya mkoa wetu. Na mwisho wa siku tutakapokuwa na shughuli za uwakilishi, tutaangalia ni namna gani kila mmoja anakuwa sehemu ya huo uwakilishi. Ili ile sauti ya wazee wa Iringa isikike kwa kishindo chake. Sasa tumepatia, tumekosea? Basi ongezeni makofi. Asanteni sana wazee wangu. Sisi tunafanana na maendeleo. Tunafanana na maendeleo. Na kwa kweli serikali imefanya kazi kubwa sana. Siku ile kwenye halmashauri kuu ya mkoa nilisema mimi nimekuwa diwani kwa muda mrefu sana. Miaka 33. Sisi ndio tulioitoa Iringa Town Council kwenda Iringa Municipal Council mwaka 88. Najua tumetoka wapi. Mkurugenzi alikuwa anatumia gari la mradi USRP
meya marehemu Robert Ngunyali alikuwa anatumia gari la mradi naye. Hatuna magari. Ndio tulikotoka. Sasa ukichukua yale ukileta na haya, tumepiga hatua kubwa sana. Wakati wanaleta hizi shule za kata, tukaambiwa ndio yebo, tukaambiwa zina walimu. Unaanza na nini? Lazima uanze na shule kwanza, uzalishe walimu. Mkuu, tulikuja kupigwa picha hapa ile miaka miwili ya Lowassa ile. Kila diwani anapigwa picha kwamba ni ahadi na serikali kwenda kujenga shule ya kata. Unajengaje? Utajua wewe. Ukimaliza boma, kanseli ndio ita. Kwa hiyo nayarudisha haya kwamba tujue tumetoka wapi. Lakini muda wote mimi nilikuwa kidogo wakati ule Iringa na Njombe. Tukiwa ni sehemu Njombe, sehemu ya Iringa, nilikuwa mkorofi sana kuitumia alati kuisukuma serikali. Moja kilio kikubwa ilikuwa serikali kuu makusanyo inayokusanya na vianzie iachie councils. Tunaumia. Kinachofanyika sasa ni wamekwenda 200%. Kwa kweli kabisa mnafanya kazi kubwa sana. Na siku ile mimi nimekusikiliza. Ile taarifa ilikuwa ndogo sana ambayo umeisoma. Ni ndogo kwa sababu ni taarifa ya takwimu. Taarifa yote ya takwimu ni ya kweli. Haina bla bla. Kwa hiyo kwa kweli tunawashukuru. Tuendeleze haya. Wenzetu wengine inawezekana hawayaone au wanayaona, lakini hawataki yasikike, wanachombeza vitu vingine vilivyo tofauti ili kufuta hii dhamira ambayo tunaiona inakwenda, kwamba Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka 5 tunasema tena na tena. Kwa hiyo mimi nitaka niseme haya, lakini nikushukuru, tuko pamoja. Na hapa kwa visa vilivyopo hali halisi jambo. Uko salama. Nakushukuru sana. Asante sana. Tunashukuru sana baba. Asante sana. Mzee mwingine niongee kitu ambacho kwa kweli kimenifanya ni kujisikie kwamba tupo katika nchi inayojali watu. Sasa inayojali sisi wazee. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mimi kwenye section yangu ya uongozi wa kimila. Tukiwa hapo kwenye uongozi wa kimila kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanajitokeza kutoka mwanzo wa mkoa huu kuitwa mkoa wa Iringa, baada ya kutoka kwenye Southern Highland Province ambayo ilikuwa mkoa wa makao yake makuu Mbeya. Toka yameingia hapa tumepata wakuu wa mikoa wengi na wa namna mbalimbali. Kwa hiyo kila mtu ana sifa zake, ana stahili zake kama inavyotaka tuwe wa kweli. Ni kwamba wakati ule tulikuwa tuna wakuu wa mikoa, na sisi kwa bahati nzuri tukapata bahati ya majina. Kila mkuu wa mkoa huyu Jembe, huyu Panga, huyu Shoka, mkuu wa mkoa Shoka, na wewe mheshimiwa tuna jina letu ambalo ukipenda utalitamka tulio kitu kinachofanya ni furahi au nijisikie kwamba tupo katika mkoa au tupo katika serikali inayojali watu wake. Kipo ambacho nitaomba nikieleze hapa mbele ya jamii. Ni kwamba sisi kwa mfano idara yangu ambayo ni wazee wa mila, tupo bahati nzuri tumejikita kwenye tarafa zote 14 tarafa zako katika mkoa wa Iringa. Na kila mkoa, kila tarafa ina kiongozi wa kimila ambaye amerithi wale waliokuwa masabichifu katika tarafa. Hao majina ninayo na mengine niliyakabidhi ofisini kwako mheshimiwa. Tunawajua na wako kule wanaangalia kila kitu na wanaziona matokeo. Sitasema maneno mengi, nitasema neno moja tu, kwamba sasa sisi kama tulikuwa na uongozi wa wakuu wa mikoa wengi namna hiyo, kila mmoja tulimpa heshima stahiki inayomstahili na alichokifanya tulikiona sawa. Kwa hiyo napenda nitamke wazi kwamba mkuu wa mkoa, sasa sisi badala ya jembe tulikaa wazee tukasema uite suluhu.
Kwa sababu jembe mara nyingi huwa linaweza likapinda likagonga jiwe, lakini sululu hata ingegonga jiwe itabomoka jiwe. Kwa hiyo ili niwe mkweli ni kwamba tatizo kama nilivyofika mara nyingi ofisini kwako mkuu, ni kwamba sisi viongozi, nimefurahi jambo moja ulilosema kwamba tutakwenda, utatupa siku tutembelee, tuone miradi yetu na mambo yetu yanavyokuwa, na hilo nimeshaomba mara nyingi kwako, kwamba tukawa tunaomba angalau sisi viongozi tutembelee Balakali, Mufindi, sijui Kawaga, wapi kote, tukaangalie wale wenzangu, wale wenzetu viongozi wanaoongoza tarafa kule wanaliona hili la jinsi serikali yetu inavyojitahidi hata kutulea, kutulinda, na barabara yanachipua kama uyoga. Kitu gani kilichokuwa kinadhaniwa kigumu hapa sasa kwenye awamu hii ya kwako kimekuwa chepesi. Sasa sijui umebadilisha au kutokana na uongozi wa kiongozi wetu wa nchi tunadhani ni hivyo, lakini uliyefika hapa unayakamata yale maneno ya uongozi, kiongozi wa nchi atakayokuwa ameyatamka na unayakamatia kweli kweli, sio kwamba unafanya mchezo nayo. Hayo tunakuwa. Kwa hiyo kwa kumalizia, naomba niseme hivi, naomba tuwe bega kwa bega, utusaidie viongozi kutembelea maeneo yote kwenye tarafa zote, kwenye tarafa zote 14 ili tuwe tunahakikisha kwamba mambo haya yanayotendwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan yakifika hapa kwako unayapokea kama yalivyo, na unakuja kama ni mafuta ya uzuri unatupaka wananchi wote mkoa wako yaliyotoka kule. Haya tumeyaona na tunataka tukuhakikishie kwamba tuna imani na uongozi wako. Asante sana. Wewe mwenyewe kukubali kuwatumikia watu wa Iringa mkoa wako ni ngumu sana, watu wale tunaita Wanyakidada. Kwa kweli kuteuliwa ni kitu kingine jamani, lakini kukubali ni kitu kingine. Lakini pia ninakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba umetembea kwenye maono ya wazee. Sisi kama baadhi ya washauri la wazee, utakumbuka kuna mwaka ulikuwa mkuu wa wilaya tulikuita pale Garden kutoa misaada kwa watu. Ukatoa misaada kwa watu. Mzee huyo akapiga dua kwamba kwa nafasi uliyofanya leo tunataka uende juu. Alisema huyo mzee. Lakini kwa sisi wenyewe tunashuhudia kwa macho yetu wenyewe. Pamoja na kushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba niwashukuru sana wasaidizi wako. Rasi, mganga mkuu, maafisa ustawi. Tunafanya nao kazi kubwa sana. Haya tumesema tutaongea baadaye ya kwetu. Lakini nazungumza hali halisi ya mkoa kwa sababu ni mzaliwa wa mkoa huu. Kijini kwangu mimi inapakana manispaa, nikigozea alafu mbele. Nikitembea Masaba wewe nimefanya nimefika. Mji ulikuwa umechafuka huu kwa sababu ni mji wenye ulanzi, matatizo yalikuwa ni mengi. Mambo ya ubakaji ni mengi. Mambo ya yote yalikuwa ni mengi. Lakini tuseme tu ukweli kwa haki ya Mungu kwamba sasa mambo yamekaa vizuri, yameshuka. Hii ni kutokana na maono ambayo unaona wewe na wasaidizi wako. Maana yake ilikuwa haipiti wiki bila kusikia mtu amebakwa, si ndio? Au amelawitiwa. Kwa hiyo mikakati ulioiweka ni mikakati mikubwa sana. Ninaona Mungu ana sababu na mkoa huu. Lakini pia na sisi wazee kwa sababu umetupa nafasi ya kwenda leo, ni jambo kwetu sisi hili jambo ile kama ni muujiza hivi. Maana tulikuwa tunatamani tuonane na mkuu wa mkoa, tuyaseme haya. Kazi zinafanyika nyingi kabisa zinafanyika huko. Ingesingekuwa sio kazi nyingi namna hii, basi kwa mkoa ni mkoa mgumu. Huu mkoa mtu akiona wanasema wahewa wanasema siwai gogolo huumi. Kwamba yani mwenye uzima yani sio kitu cha kubembeleza sana. Akiona kitu kinafanya utakuta ananing'inia pale. Yaani kama kileta usumbufu fulani. Naona sasa kwa nini endelee? Mkoa mgumu kweli kabisa. Kama ni watu ambao sio waelewa. Unaona? Saa nyingine unaweza kumwambia kitu chake kabisa. Maana hicho kitu hicho kiangalia kitaharibika, sema hata kiharibika si chana. Sasa mtu kwa hiyo ni mkoa mgumu kwa kweli. Nasema tuko ni mkoa mgumu, lakini tunachoshukuru kikao hiki cha leo tutatengeneza mambo mazuri yaende vizuri. Kwa sababu sisi kama walivyosema tulikuwa na jicho la udogo, sasa tuna jicho la uzee. Tunajua kitu gani kinaenda kwa nini na nini kifanyike, tutakifanya hapa. Lakini kwa ujumla kila nyanja uliyosema, sisi tunatoka huko tunakaa huko. Kwa sababu mimi nakaa Kiasa Kilolo. Ninaona mambo yanayofanyika pale juu. Mambo ya ndio ninayaona. Kama umesema dhahiri ndivyo yalivyo. Na tunaendelea kumwomba Mungu kwamba
hapa uendelee kuwepo hapa kwa watu wenye kidada. Na kama unaondoka hapa isiwe kwenye nafasi hii, labda hapo tutakubali, tutapiga dua. Na kwa bahati mbaya tumeanza bila kupiga dua, ilibidi tupige dua hapa hapa. Pamoja kwa tumeanza bila kupiga dua. Kwa ruksa yako mheshimiwa, nilikuwa niniomba kwa sababu nina mwenyekiti wangu hapa. Ninapokwenda kumaliza apige dua kwanza, kwa sababu tunamshukuru Mungu kwa sababu wewe mtu mmekaa naye kwenye wilaya, alafu mnaona mambo mazuri. Alikuwa amemhamisha. Ingekuwa kwetu shida sana. Lakini kwa kuwepo hapa, hakika mimi nasema Mungu ametuona sisi. Na tutaendelea vizuri. Na sisi tunafanya kazi bila kuchoka. Tumeanza kazi, ushahidi upi? Mganga mkuu anajua, maafisa ustawi jamii wanajua. Tumefanya kazi bila kuchoka na tunazo taarifa kila mwaka tunaleta. Pamoja kwa tunafanya kazi kwa njia ya kujitolea. Lakini mengine tutayazungumza hapa. Tunajua vijana wote sio tunaoharibu sisi. Wanaoharibu tunajua, tutawataja hapa leo. Sio malezi yetu sisi haya. Hatukulelewa hivyo. Wanapata fundisho kwa nani kama sio sisi? Tutajua ni nani anayetufanyia mambo haya. Namna gani tuwafanye kuadhibu hawa vijana. Hakuna vijana vijana wote hawezi kufika hatua kama hizo wakati sisi tupo. Kama nilivyosema, kama tukishindwa kabisa, tunatafuta mti mzuri ule kama vizuri, naandika tukamama kesho tutajikuta sehemu fulani. Nini nisiharibike. Hiyo ni mapema. Mungu atusaidie sana. Amina, asante. Kwa heshima niombe basi mzee Ngalawa. Sawa, asante. Naitwa Mwaliwago Joseph, ni katibu wa baraza la ushauri la wazee mkoa wa Iringa. Natambuliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Asante. Nashukuru sana. Nafasi hii kushukuru ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na watendaji wetu kwa ajili ya kutambua na kututambua kama tupo wazee ambayo tunaweza kuona maono ya mkoa wetu wa Iringa. Kwa kazi zangu ambazo ninazozifanya mimi na wenzangu wengi ambao tunashughulika nao, mimi kwanza ni mlezi wa watoto 50 person, lakini ni mlezi wa watoto ngazi ya kata, lakini pia halmashauri. Watoto wale ambao wamefanyiwa ukatili kwa namna moja au nyingine, huwa kabla ya utaratibu ambao wanavyofikiri watafanya, labda mtoto aende wapi afanye nini, huwa nakaa nao mimi ili waweze kufanya utafiti kwa ajili ya malezi au nini kitafanyika baada ya kutoka hapo au kutimiza ndoto za mtoto, ikiwa ni mwanafunzi aidha ni mtu mzima. Nimefanya hayo kwa muda wa miaka 15, lakini nilikotoka na tulipo sasa, kwa kweli utaratibu matatizo yamepungua au changamoto zimepungua. Ni kwa sababu ya walezi au wa viongozi wa halmashauri yetu pamoja na mkoa kwa ajili ya kutushika mkono, kujituma na kusimamia kila eneo nalokwenda kwa ajili ya kusaidiwa changamoto ya mtoto. Kwa kweli tunasimamiwa, tunatazamwa na tunapewa utaratibu wa kufanya, ikiwa ni pamoja na namna ambavyo watoto tunawalea vipi na waweze kutimiza ndoto zao. Kipindi cha nyuma nilikuwa naweza nikakaa hata na watoto 15, 20, lakini kwa sasa hali imepungua zaidi. Tunalea watoto wachache, elimu inafikika kwa urahisi kupitia maafisa wetu, maafisa ustawi, afisa dawati, wote kwa pamoja na utaratibu mzima, na kwenye makata wazee wenzangu tunatazama kila maeneo kwamba kuna mzee ananyanyasika au mtoto ananyanyasika, na hayo tumeyaona sana. Wa mabinti zetu kukwepa wajibu, akiwa na mtoto anaona ni sehemu sahihi ya kumwachia mzee yeye akaendelea kufanya shughuli zingine. Kwa hiyo wazee wenzangu tumetazama hilo, na wazee wenzangu tumeweza kubaini hayo na ambayo tutayasema baada ya hili. Tumeambiwa tutapewa muda wa kuzungumza. Lakini kipekee ni shukuru sana uwepo wa mabaraza yote, ikiwa la ushauri wa wazee, lakini mabaraza ya kimila, lakini mabaraza ya chama, yote tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha watoto wetu ambao ni hazina ya kesho, aidha ni viongozi wa kesho, tunawapa elimu ya kutosha na tunawasimamia ili waweze kuja kutimiza ndoto zao. Asante sana na Mungu awabariki.